la The Same Qualities Foundation limeamua kubeba jukumu la kurejesha tabasamu kwa watoto wa Kitanzania waliozaliwa na midomo wazi au midomo sungura. Shirika hili lisilo la kiserikali la The Same Qualities Foundation tangu kuanzishwa kwake limekuwa likitoa matibabu haya kushirikiana na madaktari bingwa pamoja na hospitali husika katika nchi hii ya Tanzania. Mpaka sasa zaidi ya watoto 700 wamepata matibabu haya tokea shirika hili kuanzishwa hapa Tanzania. Taasisi hii ilianzishwa mwaka 2014 na tangu hapo tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo mbalimbali ambako sasa tumefikia mikoa 14 ambako tuna hospitali wa shirika tunaofanya nao kazi. Kwa maana kwamba tumejaribu kusogeza huduma hizi mahali ambako hawa watoto wahitaji na watu wazima wenye tatizo wapo. Na tuna timu ya madaktari bingwa ambao wamepata mafunzo maalum kuhusu upasuaji wa midomo sungura, na timu ya madaktari wa usingizi na wauguzi wanaweza kufanya kazi kwenye vyumba vya upasuaji, lakini pia kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi au wale ambao tayari wametoka kwenye chumba cha upasuaji ili kuweza kuendelea kuwapa huduma endelevu mpaka wanapokuwa wametoka nyumbani. Kwa sisi tumefika katika mikoa ya kaskazini, mikoa ya kanda ya ziwa, mikoa ya kati na mikoa ya Zanzibar. Na nashukuru serikali kwamba mwaka jana tulipata kitu wanachoita charitable status, kwamba kutokana na huduma ambazo tumekuwa tukizitoa tangu kuanzishwa tumetunukiwa hicho kiwango kwamba ni shirika kweli la kujitolea na kuwasaidia wananchi. Ni miaka 9 sasa tangu shirika hili la The Same Qualities Foundation kuanzishwa na kuanza kutoa huduma ya midomo wazi, yaani upasuaji wa midomo wazi. Na hawa ni baadhi ya wanufaika waliopata huduma hii ya upasuaji tokea shirika hili kuanzishwa. Naitwa Halima Mzamiru. Mara ya kwanza nilipojifungua mtoto nilihisi na tatizo. Maana nilipojifungua nilimuona hayuko sawa. Lakini madaktari ambao walinisaidia walionisaidia kumfungua mtoto hawakumtazama, ila mimi ndo nilikuja kugundua kwamba mwanangu ana tatizo. Baada hapo ndo nikaanza kufuatilia, nienda pale Seliani, nikapewa namba za dokta, ndo nikamcheki huyo dokta ndo akanisaidia. Kwa sasa yuko vizuri, anakuwa vizuri tofauti na zamani. Alikuwa hapati maziwa vizuri, lakini sasa hivi ananyonya vizuri na anakuwa vizuri. Mimi nilijifungua tarehe 1 mwezi wa 10 hospitali ya Mount Meru. Ilikuwa ni muda wa asubuhi saa 4:30. Nilijifungua mtoto huyu hapa wa kiume anaitwa Ivan. Na nilipojifungua nilisikia daktari akisema kwamba nimejifungua mtoto aliyopasuka mdomo. Kwa hiyo nikapoa mtoto, wakaniambia kwamba mtoto atafikisha kilo 5 nirudi naye Mount Meru kwa ajili ya kutengenezwa mdomo. Kwa hiyo mimi nilipojifungua mtoto alikuwa na shida yote, nikaruhusiwa nikaenda naye nyumbani. Kwa nikafika naye nyumbani, sasa nikawa najiuliza nitafanyaje na itakuwaje kuhusu mtoto bwana amepasuka mdomo. Sasa nikaendelea kutunza hivyo, wakasema mpaka atafikisha kilo 5 ndio atatengenezwa mdomo. Sasa nimemzaa kwa na kilo 2 kamili. Kwa hiyo nikapambana na hivyo huku nikiendelea kutafuta kujua jinsi nitapataje huduma ya mtoto. Kwa hiyo nikaendelea kukaa na hivyo alipofikisha kilo 5. Ndio kuna kijana akanisaidia, nikajaribu kuwapigia simu watu akanisaidia, akaniambia hii huduma inapatikana mahali fulani. Kwa hiyo ndio nikakaa naye mpaka alipofikisha miezi 4 nikampeleka Dodoma. Kila mtu alikuwa anashangaa kwa nini nimezaa mtoto ambaye mpasuka mdomo, na wengine dawa kazi shida nilikuwa sinyuzi zile dawa za hospitalini ambazo tulikuwa wajawazito tunapewa. Katika majukumu yao ya kurejesha tabasamu kwa watoto, ni changamoto zipi wanakutana nazo kama shirika na vipi wanazitatua? Kila tunapoenda tunakuta kuna watoto ambao wana afya duni kwa maana ya utapiamlo, aidha kutokana na hali ya midomo yao kuwa wazi, wanashindwa kula vizuri, au kutokana na maisha tu ya kawaida ambayo yanapelekea afya zao kuwa duni. Kwa hiyo tumeanzisha kituo kama SQF, tuanzisha kituo cha lishe katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, au kwa wenyeji wanaita Dodoma General, ambako watoto wote kutoka sehemu zozote nchini tukishagundua wana utapiamlo tunawapeleka pale, wanakaa, wanalishwa kwa utaratibu. Kuna madaktari wa lishe, wakishafikisha vigezo wanafanywa upasuaji na wanaruhusiwa kwenda kwao. Lakini pia katika
program hizi tumegundua kuna watoto ambao kutokana na hitilafu hizi za midomo kuwa wazi wanashindwa kuongea vizuri. Kwa pia tunashirikiana na wataalamu wa lugha, speech therapist, kuweza kuwasaidia watoto waweze kuongea kama watoto wengine kabla na baada ya kufanywa upasuaji. Mtazamaji wa SQF, tumeyasikia mengi ambayo nilikuahidi na kukuomba unipe muda unisikilize ili uweze kufahamu vitu hivi. Kwa sababu ya kumlinda kijana, kwa sababu ya kumlinda mtoto, tuna kila sababu ya kumpa tabasamu. Mtazamaji wetu wa SQF, muda wako kwetu sisi ni wa thamani na sikio lako. Tukushukuru kwa wewe kutupa muda wako kutusikiliza, na sisi tumekupa kile ambacho tumeona ni sahihi na ni salama kwa ajili ya malezi yako na kule kumsaidia kijana au mtoto ambaye anazaliwa na tatizo la mdomo wazi. Shirika hili la The Same Qualities Foundation lipo jijini Arusha, na kazi yake ni moja tu, kurudisha tabasamu kwa watoto wetu au kwa mtu mzima ambaye ana mdomo wazi. Dhumuni letu bado ni kuweka elimu hii ya mdomo wazi kwa jamii ikawe ni sehemu ya maisha yao. Endapo atapatikana mtu mwenye mdomo wazi katika familia moja, isiwe tena ni kama maajabu au kuonekana mtu amelogwa au ana matatizo mengine, lakini ionekane ni changamoto ya kiafya ambayo inaweza katibika. Nikusihi uendelee kutufuatilia, na kama utapata mtu mwenye changamoto hii ya mdomo wazi au mtu anahitaji elimu hii ya mdomo wazi, usisite kututafuta kupitia akaunti zetu za mitandao yetu ya kijamii kama The Same Qualities Foundation au SQF TV. Lakini pia unaweza ukatupigia namba 0759999888, 0759999888, au ukafika ofisini kwetu Njiro PPF room namba 20. Utatukuta hapa na utapata kila ambacho unakihitaji. Maisha yamezungukwa na changamoto nyingi na hayakamiliki bila kuwa na uhakika wa kupata huduma ya afya upatapo changamoto ya ghafla. SQF Emergency Medical Service wapo kusimamia hilo. Ni katika maeneo ya kazi, shuleni, vyuoni, nyumbani na hata katika michezo. Tutakuhudumia na wataalamu kwa haraka katika ambulance yenye madaktari wabobezi, kuhakikisha tunakuwaisha kupata msaada kamili katika hospitali ya karibu. Kwa taarifa na maulizo, tupigie kwa nambari 0762 773 367.